Tuinamisha vichwa tumshukuru Bwana. Baba, katika jina la Yesu Mwenyezi Mungu, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Tazama ni wakati njema nimerudi kwako na kuabudu na kushuhudia, nasema unastahili kwa kila jambo. Asante kwa ajili ya neema na uzima umetupatia Baba. Tunakushukuru kwa ajili ya uwezo wako na nguvu zako. Mahali hapa na kuomba ukashuke na ukatawale kwa kila mmoja. Kafungue wale wote waliokuwa wamefungwa wasije wakalikae. Ukakanyage kila vita na utatanishi wa Shetani. Magonjwa kwa watu wako na yakataa na kuyakemea kusimuni yapate kushindwa. Kila fungo kwa watu wako uondolee. Vita kwa watu wako uondolee. Wafungue watakasa nikienda kuwapea neno iwe ya kuwafungua na kuwaponya katika mioyo yao. Asante kwa kila neno umetenda, katika jina la Yesu mtakatifu nimeomba nikiamini. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Tunaenda kujifunza katika kitabu ya Mathayo mtakatifu 2 kuanzia mstari wa 13 mpaka 23. Jinsi tunaenda kujifunza ni jinsi Yesu Kristo wakati alipozaliwa, katika kuzaliwa kwake kulienda aje mpaka akawa mtu mkubwa. Wakati Yesu Kristo alipozaliwa katika nchi ile alipozaliwa, sio wote waliofurahia kwa ajili ya uzaliwa kwake. Wengi walikuwa mahali pale kwa ajili ya wakati waone kile kitakapotokea kwake, kwa sababu alikuwa mtoto wa kiroho, hakukuwa mtoto wa kawaida. Bwana Yesu apewe sifa. Tupigie Yesu Kristo makofi. Kwa hivyo vile babaka Yusuf na nani, wakati walipompata mambo mengi yalitokea. Wageni walitoka mashariki kuja kufanya nini? Kumuona mtoto yule alipozaliwa. Lakini katika ile nchi ama taifa alikozaliwa kulikuwa na Herodi mwenye alikuwa akufurahia mfalme wowote apatikane katika ile nchi isipokuwa yeye. Ndio mnaona ya kwamba mambo mengi yalitokea. Ndio Yusuf akaambiwa na mke wake atoke katika ile nchi, atorokea katika nchi ya Misri. Ndio mahali pale mtoto akwe katika hekima na busara na maarifa mpaka wakati atakaokuwa huyu mfalme Herod amekufa, ndio arudi mahali pale. Na wewe vile ulipo mahali hapa, kuna maroho ama kuna maspiriti na kuandamana usiku na mchana. Kuna wale hawafurahi na kugirogo wako. Kuna wale hawafurahi na katika safari yako ya kujificha katika Yesu Kristo. Kwa hivyo sasa ujue ya kwamba katika ulimwengu wa dhambi tuko nayo ni mapambano na Shetani. Kwa sababu Shetani anajua njia zake zimeisha na wakati wake umeisha, ndio kwa sababu ako mbio ili kutafuta wewe ili akurudishe nyuma. Lakini wacha misiri yake kwe wapi? Usimame katika neno na neno isidi kuchenga wokovu ndani yako. Torokea kwa huyu Yesu Kristo. Kwa sababu wakati alipozaliwa katika ili nchi yao, mfalme Herod hakufurahia. Kwa sababu alijua ya kwamba kuna mfalme amezaliwa atakuja kuikomboa nchi. Na wewe kuna yule ameona kuna nyota yako inaangaza, na hiyo nyota yako itakupeleka mbali na wengi watafaulu kupitia wewe. Lazima akue Herod wa kwanza kukutafuta ili kusima nyota yako. Kwa hivyo be careful. Turudi katika maandiko. Jinsi vile Yusufu aliambiwa atorokea wapi? Misri. Ni kwa nini aliambiwa? Kwa sababu Herod alikuwa anatafuta yule mtoto alipozaliwa katika nyumba yake. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia hivi mstari wa 13. Na hao walipokwisha kwenda zao, wale mamachusi na nani, kupelekea Herod ujumbe ya kwamba alizaliwa mahali fulani, akawaambia henda mkirudi ndio na yeye aende kufanya nini? Kumwabudu. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kuwezekana kwa sababu Mungu akona mwanzo na mwisho wa mwanadamu anayemwamini na kumwabudu katika roho yake na kweli. Maandiko yatuambia malaika wa Bwana akatokea nani? Akawakanya. Akawaambia rudini mahali wapi? Usirudi kwa Herode. Rudi katika nchi nyingine
Ndio Yusufu akapewa uchumbe atoe mtoto mahali pale aende katika nchi nyingine. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo na hapo walipokwisha kwenda sawa, tazama malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto. Akasema, ondoka umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hadi nitapokuambia, kwa maana Herodi anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Tupigie Kristo makofi. Walio wa Mungu wako na ulishi. Wakati kitendo kiliyotokea ya kwamba huyu mfalme anatafuta huyu mwana wa Yusufu amwangamize, ndio Yesu Kristo alitokewa Yusufu na ndoto, akaambiwa atoke katika ile nchi aende katika nchi fulani, kwa sababu huyu Herode anataka fanya nini? Kumwangamiza huyo mtoto. Alikuwa wa baraka na neema kubwa sana kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Nenda kawa wewe umesumbuliwa sana na maadui. Kuna wale wanaokutafuta usiku na mchana, waangamize nyota yako, waangamize watoto wako, waangamize familia yako, waangamize kazi ya mikono ama chochote unaofanya ili ufaulu katika maisha yako. Lakini nakuambia mahali utatorokea na kwa Yesu Kristo. Huyu wakati alipozaliwa alitafutwa uawe, lakini akajifunga ndani ya Mungu mwenyewe, ndio Mungu akamtoa mahali pale asitendewe kitendo kia unyama. Na wewe ukitaka ufaulu katika maisha yako, mtorekee huyu mwana wa Mungu, kwa sababu ndiye alipepa ukombozi wetu, akamwaga damu, akateswa kwa ajili yangu na yako, ndio sisi tupate kuokolewa. Mtorokee yeye, kwa sababu hakuna nchi utakayotorokea hapa duniani. Atuko mahali pazuri, tumtorokee Yesu Kristo, tumwabudu katika roho yake na ukweli. Bwana Yesu apewe sifa. Sitakwambia kwenu ni kubaya utorokee Kisumu, sitakwambia Kisumu ni kubaya utorokee Mombasa, lakini mtorokee huyu Yesu Kristo, kwa sababu yeye ndio mshindi wa vita. Bwana Yesu apewe sifa. Na ukiona hiyo vita, Mungu anakuandalia mema, kwa sababu hiyo vita inakuja ndio pokea ushindi, na yule atakupea ushindi ni yeye Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo wapenda, wacha tumtorokee huyu Yesu Kristo, kwa sababu wakati wa kuzaliwa kwake alitorokea katika nchi babake alipokuwa ameelezwa. Lakini wewe utatorokea wapi? Kiwa kwenu kumechaa wachawe, kiwa mahali unakaa kuna chaa wizi, utorokee Yesu Kristo. Na wakati utakapomuomba ataleta amani na usalama. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Akaondoka akamchukua mtoto na mamake usiku, akaenda zake Misri, akakaa huko hadi Herode alipokufa, ili itimike neno aliponena na Bwana kwa uchumbe wa nabii akisema, kutoka Misri nilimuita mwanangu. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaambiwa ya kwamba Yusufu alitii sauti ya Bwana. Wakati alitii hiyo sauti, akatoka akaelekea kule Misri, akakaa huko. Bwana Yesu apewe sifa. Muda sio muda alipokaa mahali pale, maandiko yatuambia ya kwamba alipokaa mahali pale akakuwa huko hadi Herode akakufa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Alipokaa mahali pale mpaka uchumbe ule Bwana Yesu Kristo, Bwana aliponene ikatimika. Na wewe tubu, urudie Bwana, ukae katika mabawa yake mpaka wakati itatimika yale anayonena juu yako. Wengi tunataka haraka, na haraka ina nini? Kwa hivyo tusubiri, tukae katika Yesu Kristo. Ende miaka rudi 10, ende miaka ina gani, kile roho aliyenena juu yake itatimika. Mimi nakumbuka ya kwamba yale Mungu aliyonena nikiwa mdogo yuti, nazidi kuyaona. Yale aliyonena nikiwa msichana nazidi kuyaona. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua sisi wa Kristo kitu tunakosa ni imani. Imani ndio tunakosa kumwamini yeye Yesu Kristo. Lakini nakuelimisha ya kwamba wewe unapoomba, mwambie Baba, niko na imani kidogo ndani yangu, naomba uniongezee nguvu na imani katika safari ya wokovu.
Na chochote utakayonena kwa mtumishi ama kwangu, hapo ujitirise pata kutimisa kulingana na mapenzi yako. Bwana Yesu apewe sifa. Sio nongojea kidogo naanza kuhangaika. Hati hizi baraka niliambiwa za mtoto nimekaa sana. Hati hizi baraka niliambiwa ya kwenda nje ya Kenya nimekaa sana. Hati hii baraka niliambiwa itakuwa hivi na hivi nimekaa sana. Hapana. Mambo ni pole pole. Msubiri Bwana ukiwa katika maombi. Sama katika maombi umuite huyu Yesu Kristo aliyonena hiyo jambo. Wakati Yusuf alipotoka na akapepa mtoto wake na mkeo kuelekea ile nchi aliambiwa, alikaa katika uvumilivu. Wanadamu hatuna uvumilivu. Tumuongoje Bwana katika imani. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua zaidi unaongojea Mungu katika imani, yeye anakuja na kutenda kwa haraka. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kila jambo ukucha wakati ufao. Bwana Yesu apewe sifa. Yeye Mungu wetu harakishi wala kuchelewa, anakuja wakati ufao kupitia mwanae Yesu Kristo. Na kila mpendo unapoomba katika maisha yako, wacha kumpangia huyu Mungu wetu. Wacha kumwambia mbona niliona huyu aliingia juzi na amefaulu. Wacha kusema niliona aliompewa tu na kafaulu. Mipango ya Mungu sio mipango ya mwanadamu. Na baraka yako sio ya mwingine. Neema yako iweze kufananishwa na ya ndugu yako. Ushaliwa kwako ulisaliwa siku tofauti na yake. Kwa hivyo chui vile Mungu wake aliyompangia. Kuna wale wanakuongojea uangamie, lakini utaangamia kwa sababu Yesu Kristo yuko pamoja nawe. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna wale waliongojea kama mfalme Herode huyu mtoto angamie hadi ama mmalize, ndio kwa sababu apate kukaa katika ule ufalme. Lakini haikuwezekana kwa sababu Mungu mwenyewe alinena, aliongea, alionekana katika ndoto mpaka yake yakatimisa. Na wewe ukitaka Mungu akutendee kwa kila jambo unahitaji kwa mtu wa kusubiri katika imani. Kila jambo inaenda katika imani. Kwa mtu wa kumwabudu ya kwamba utamwabudu tena. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Nashukuru Mungu kwa sababu kwa wale wanaomuita katika imani watendea. Kwa wale wanaenda katika njia zake achelewe kuonekana. Bwana Yesu apewe sifa. Yeye Mungu wetu ni mwaminifu. Yeye ukucha wakati ufao. Harakisi wala kuchelewa kupitia mwanae Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kuna wale wanahangaika katika mioyo yao. Nitafaulu nini naona mtu anatoka nyuma yangu anafaulu. Chiochi wewe mwenyewe ujue ya kwamba unatoka wapi unaelekea wapi. Mahali huko uko katika hali gani? Usichokatamani kwa sababu tamaa ilimshinda visi. Kuwa mtu wa kuvumilia na mtu wa kuongojea. Kuwa mtu wa imani kwa sababu kila jambo inatendeka katika imani. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ni kumsubiri huyo Mungu ukiwa katika hali ya maombi. Yusufu alimshukuru huyo Mungu akiwa katika hali ya maombi. Hakuongojea wakati aliambiwa atoke aelekee mahali pale. Baka ongojea kifo. Unajua ni Mungu mwenyewe alinena, sio mwanadamu. Tuseme ya kwamba Yusufu alitenda maovu ndio yule mfalme Herode akaangamia, hapana. Lakini ni Mungu amenena. Na chenye Mungu amenena hakuna mwanadamu anaweza kusongeza. Bwana Yesu apewe sifa. Hata wale wanaokutafuta katika njia sahihi watatoweka waende katika njia saba. Lakini Kristo mwenyewe atawale katika maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Ni wakati tunamwongojea Bwana atutendee. Sio wakati unaongojea mwanadamu kwa sababu mwanadamu atakupoteza. Wewe muongojee Bwana, unasema ulinena katika mwanzo. Bwana Yesu apewe sifa. Na vile ulinena ya kwamba itatendeka mimi na kusubiri. Lakini saa hii ikiwa Shetani amekuja akionyezana kifo na mauti kwangu, najua sijakamilisha ile jambo uliniwekea mbele yangu. Naomba unipatie pumzi, unipatie uzima, unipie nguvu na imani ili nipate kuyashinda kifo na mauti. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo usihangaika ati unagonjeka kidogo unaona kama utaenda. Unasikia mwenzako ameenda kule Mombasa, anaenda kukutupia mapepo ya kumaliza. Unaona ya kwamba mwenzako ametafuta wakora wa kumalize. Watajimaliza kafura ya kifo chako. Utamshika. Bwana Yesu apewe sifa. Kaa na imani kubwa. Bwana Yesu apewe sifa.
Nakumbuka wakati tulihama kutoka huku kwenda Machakos, tukaenda mahali pale, tukafika, tukaweka kasi kubwa sana mahali pale. Wakati mahali pale Shetani akafurahia tuandamana kutoka Mukuru wa Njenga. Ukubali usipokubali. Akufurahia na hiyo kazi. Na Shetani nawaambia kila wakati apitii kwa hewa. Shetani yako na nani? Na yule rafiki ni adui mkubwa sana kwako. Akakuja na yeye akasema amekaa mahali pale, anatafuta jinsi ya kufanya biashara. Kamwambia karibu, kwa sababu biashara tutafanya katika nchi ya imani. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Kumbe ni uchunguzi. Bwana Yesu apewe sifa. Ni wakati inafaa mwanadamu Mkristo kumuongojea huyu Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Tukiwa katika maombi ya saa 9, Roho akanena ya kwamba kuna watu watavamia katika ile kazi yenu. Na ni wale tu mnajua. Na wataonekana, lakini wataonekana watu tofauti. Bwana Yesu apewe sifa. Kitu ya kwanza, walileta damu wakamwaga kwa mlango. Wakaona pata inanawiri. Ya pili, waliua mnyama wakaweka kule. Na ni mvua mingi, lakini yeye mnyama alikuwa na matope. Naona Shetani anafanya kazi gani? Shetani akija kwako akucha na vitisho. Mtoto anaweza kuanguka kwa nyumba asirai ona kama ameku. Lakini Shetani anajaribu imani yako. Usichokashindwa na majaribio. Ili naomba Mungu akusindanie majaribio. Bwana Yesu apewe sifa. Agodi alipomaliza akaona ya kwamba ifaulu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Akatumana wengine wakasema wao wako na promotion. Hawakufaulu. Ya tatu akawatuma live. Walikuwa vijana 6. Ilikuwa mwendo wa saa 2. Mahali pale walipofika mahali pale kule nje, malaika wa Bwana aliwasikia. Wakaa confused. Sauti ikatokea, angalia kule nje. Wamebeba mamnungu, mapanga na mawe. Bwana Yesu apewe sifa. Mnaonaje sasa? Tunatakana tuwe na imani katika maombi. Na usikatae kujaribiwa, kwa sababu yale majaribio yanakutia nguvu katika maombi. Bwana Yesu apewe sifa. Kuwa mahali pale wakasimama mbele ya biashara wakachanganyikiwa. Nikasema wewe Mungu ukio linena, lazima yakamilishe yako. Na ndo nasema hakuna weapon inaweza kufanya nini? Kwa against kwa yule anaomwamini Yesu Kristo. Nikastaka kufungua nikatokea. Wakaniangalia kaniambia, "Mam," nikamwambia sema. Tena sio kupita kando katikati yao. Wakaniambia tulitaka kununua sigara, juice iko huko. Nikamwambia siusi vitu kama hiyo. "Oh, nani mumeacha kwa duka?" Nikamwambia ni mimi. "Ulikuwa unatakaje?" "Nataka machuisi hivyo, masigara." Nikamwambia mimi siusangi vitu kama hiyo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Wakaa confused wakaenda saidi. Ya pili wakarudi. Na hawakurudi wale. Arudi na yule alitoka Mukuru wa Njenga kuja mahali pale ati anataka kazi aweke na kuiweka hiyo kazi. Sasa analia akiwa wapi? Unajua unacheza na Mungu, na Mungu naye ni nani? Yusufu alimuita na akaitika kwa haraka. Mkea aliamini na Mungu akatenda. Kwa sababu alichua mtoto ni Mungu peke yake amepeana, sio mwanadamu. Na akamwahidi huyo mtoto vile atakuja kuwa ufalme wa kuokoa watu. Alipofika mahali pale akakutana, ngamuuliza unatafuta nini? Akaniambia pana ni kazi natafuta. Ngamwambia kazi unatafuta? Utaenda na chenyesa nyumbani bila wewe kujua. Kwa sababu msiba wa kustakia mwenyewe
hauna kilio. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Sasa akacha mchana, akawa na skote ya wengine kuonyesha. Bahati mzuri alikutana na senior. Akamwambia kitu kimoja, amue upelekwa na Chenesa nyumbani ama mwachane na hiyo mambo. Aliropoka mambo mingi sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kikuracho kiko wapi? Unaniambia mtu anatoka Mombasa ajue mahali unameweka kisu? Hawezi akajua. Alipofakara akachanganyikiwa, akasema kule naishinda na wale watu ni waizi, lakini mimi sikuwa na waizi. Hiyo siku ya kosa kuonekana, alidisappear kama maji. Maji ya mvua ikienda na hiyo nakau. Kwa hivyo ndio kwa sababu nasema hivi, yale Mungu amekupangia hakuna mwanadamu anaweza kugeuza. Waliomtafuta mtoto wa Yusufu hawakumuona mpaka akawa mtawala wa nchi. Wakati mfalme alisema ni yeye, akajiona, akasahau ya kwamba kuna yule aliyemuumba. Ndio Bwana akakasirika naye akamwachilia. Wakati tunaambiwa katika maandiko alipokufa, ndio Yusufu akarudi wapi? Yusufu alirudi wapi? Alipokufa Yusufu alirudi wapi? Na unabii wa nani ukatimika wa Bwana? Na uchumbe wa nabii ukisema kutoka Misri nimuita mwanangu. Arudi wapi? Mahali alipokuwa amezaliwa. Wakati wa kifo ya mfalme Herode. Kwa hivyo kuna wale wanaokuongojea wakumaliza. Torokea kwa Yesu Kristo. Kuna wale wanaokutaka kule nje, wanakuwekea mitego kalikali, ndio kiruka hiyo mitego ufure tumbo kuve, ndio kiruka hiyo mitego uwe mgonjwa saa yote. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini nakuambia yule unaomtorokea mtorokea kwa Yesu. Na wakati unaomtorokea kwa Yesu usimsahau. Usipata amani umsahau, kaa na yeye mpaka mwisho wa dahari. Sikuona wakati Yesu Kristo aliyomsahau Muumba wake. Alikaa na yeye hata ikiwa alipitia mateso na majaribio mingi. Lakini alisimama. Ndio Bwana akapata kumuinua. Kwa hivyo nawahimiza ya kwamba msitingizike na mambo ya ulimwengu. Kubali kucharibiwa, ndio andaliwe mema kule mbinguni. Kubali kupigwa vita, ndio Bwana akucha wakati ufao. Kwa hivyo roho yako ndiye inacharibiwa, ndio ona umesimama wapi. Kwa mtu wa kuomba katika imani, kwa mtu kukaa katika maombi na kumuita Bwana ya kwamba utamuita tena. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna wale watumishi wa Mungu wamekutia mengi. Wangekuwa wameachilia Biblia wangeachilia. Lakini kwa sababu kuna hadi Mungu ameweka mbele yake, ndio naona wanasimama. Bwana Yesu apewe sifa. Simama katika neno. Bwana Yesu apewe sifa. Simama na hii neno litakuchenga, lakini maneno ya mwanadamu yatakupomoa. Kwa sababu leo anasema hili, kesho anasema hili. Leo umebarikiwa atanena mengi juu ya baraka zako. Ukifilisika na atanena pia wakati uko maskini. Kwa hivyo mwanadamu hana msimamo, lakini msimamo ukiweza kupata mwema, torokea huyu Yesu Kristo, uchifiche ndani yake mpaka adui yako atisabia kutoka familia yako. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Ndipo Herode alipoiona ya kuwa hii ni wakati wa mauaji wa watoto wachanga. Wakati Herode aliona alishindwa, aliamua katika ile nchi watoto wachanga waua, ndio diposa apate Yesu Kristo apate kumwangamiza. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ukiona adui yako ukimshinda katika njia hii, atakuja na plan B. Asicheke na wewe ujue ya kwamba anafurahia na wewe kuinuliwa kwako. Asicheke na wewe unaona amefurahia kuinuliwa kwako, anatafuta plan B. Bwana Yesu apewe sifa. Kama usimami katika Kristo, wewe mtu wa kusali usiku na mchana, uwezi ukachua plan B kwaje. Unaweza kusema siku hizi hata Wilton aniongeleza vizuri, ananiambia uko mzima, unaendeleaje watoto na familia, watoto wako wako aje, ama achana mambo. Ujui ni plan B anatafuta. Bwana Yesu apewe sifa.
Wakati plani ya kwanza ilikosa ekufaulu ya mfalme Herode kumwangamiza huyu mwana wa Mungu, huyo mtoto wa Yusufu, ndio saa hii mkombozi wetu. Alitafuta plani B. Alitema watoto wote walio wachanga katika hiyo nchi wafanye nini? Wauawe. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio napenda kuambia wapendwa, kumbuka kusoma Biblia. Usisema ya kwamba uko busy uweze ukasoma Biblia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wewe ndio unatafuta muda wa kusoma kwa Biblia. Ujue ni neno gani lilikuwa limetabiriwa. Ni jinsi gani Mungu wetu anataka sisi tukae. Ni jinsi gani Yesu Kristo anataka mwongozo ulio mwema. Mfalme Herode wakati ile ya kwanza ilifeli, alitafuta plani B. Jua ya kwamba yule adui anakukimbisa kama umemshinda ukikaa katika Yesu Kristo na katika sala, maombi yaliyo matakatifu, kumbuka ametafuta plani B. Bwana Yesu apewe sifa. Usione ya kwamba atafurahia kuinuliwa kwako. Usione ya kwamba atafurahia vile Bwana amekukinga na magonjwa na maovu. Usione ya kwamba amefurahia akiona watoto wako wanaendelea. Anatafuta plani B. Ukubaliane nami ama usikubaliane nami. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo sio wale wote wanaocheka nayo ni marafiki. Sio wote wale walio katika hekalu ya Bwana wameokoka. Kuna wale kwa ajili ya wakati. Kuna wale mtaka kitu. Kuna wale wako na roho ya mtaka kitu. Kuna wale wako na roho ya nini? Mtaka kitu. Kuna yule alio na roho ya kumota achue unaelekea wapi. Kwa hivyo be careful. Na wakati unaotembea na rafiki, chua ni rafiki ya aina gani. Lakini mimi napenda kusema, wacha rafiki yako akue nyumba yako na Mungu wako. Huyo rafiki wa tatu, uchunguze kabla mchakula meza moja na yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Ukisika utaratibu wa Mungu kupitia mwana yeye Yesu Kristo, utafaulu katika maisha. Utakaa muda mrefu. Waliopanga kumwangamiza yule mtoto wa jirani, naona mnapendana sana, kuja akija mahali yuko alale katika mkono wa kushoto na wewe ulale wa kulia. Walipofika ile dira, yule mtoto alikuwa amepewa na mama yake kufaulu. Mungu yeye ni nani? Alibadilisha hiyo dira. Mtoto wake akaanguka kutoka kwa mkono wa kushoto na yule mwingine akaanguka wapi? Wakarara usingizi mzito. Mama yeye anaingia agidania ya kwamba ni yule mtoto wa baraka anaenda kumaliza. Alipata amemaliza wapi? Ole wao kwa wale wanaongojea wengine wafeli ndio waingie katika ile kiti. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu ainuliwe. Enda pole pole. Kwa sababu kila mtu akana neema yake. Jinsi kila mtu aliposaliwa sio jinsi wewe uliosaliwa. Tuende pole pole, tumuongojee Bwana. Wakati wa maafa ya watoto waangamizi wote, yapatikane Yesu Kristo ndani yake. Ekufaulu. Ilifaulu. Ekufaulu. Kwa sababu yale Shetani amekupangia iweze ukafaulu. Kwa hiyo leo unamwamini Yesu Kristo na unasimama katika neno. Maombi yako ni makubwa sana na ni masito. Kiwa jambo inayokuja, Shetani amesukuma kwa mfano kisirani katika nyumba yako. Kisirani ya moto, kisirani ya pesa, kisirani ya ndoa. Hata faulu ukiwa umesimama katika neno. Na kuhakikishia aweze akafaulu. Wakati unaamuka muite Bwana. Mwambie kila kisirani inayotumiwa na maadui. Maandiko yaniambia iwarudie wenyewe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kila kisirani unayeruhusiwa irudishe kwa mwenyewe. Kila maafa unaitiwa irudishe kwa wenyewe. Kila kilio wanataka ulie urudi kwa wenyewe. Kwa sababu mipango ya mwanadamu sio mpango ya Mungu. Maisha yako wasizunguke nayo kwa sababu inaweza kuwa juu na chini. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kesho ya mtu ni nini? Ni Mungu ajuaye. Na yeye ndiye anapanga. Kwa hiyo baraka zako ni zako. Yale Mungu amekupangia na ukisimama katika neno atakuinua zaidi. Bwana Yesu apewe sifa.
Wakati hiyo mauaji ilionekana, maandiko yatuambia mstari wa 16, ndipo Herode alipoiona ya kuwa amediakiwa na wale mamachuzi, amesalitiwa, kwa sababu hawakumpea ile ripoti kamili alikuwa anataka. Aliwaambia, nyinyi henda mkamwangalia alafu muniletee ripoti. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini yeye Mungu mwenyewe akaonekana katika ndoto. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Wakahonywa wale wanawake katika ndoto, wakaambiwa msirudi kwa Herodi. Bwana Yesu apewe sifa. Wakaambiwa ende saa kwa njia nyingine. Wewe umesaonywa na hiyo rafiki mnaotembea naye. Umesaonywa ya kwamba huyo rafiki anapoteza nyumba yako. Yule rafiki anawinda watoto wako wasiendelee mbele. Umesaonywa sana, uachana na hiyo njia yako mbovu. Wachana kuenda kisini chini, lakini wewe bado hujaona. Lakini maandiko yaniambia wale mamachuzi wenye imani walipohonywa na Mungu kupitia ndoto, hawakurudi kwa Herode. Herode alipowangojea wamletee ripoti, haikuipata ripoti kamili vile alikuwa anatarajia. Maandiko yaniambia kwamba Yusuf aliandaliwa na mke wake kutorokea kule Misri. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kitu ya maana sisi wanadamu wa Kristo tuwe watu wa kutii. Ikiwa umeonywa hii gurubu uko nayo ni mbaya, wachana nayo. Kwani yako mbinguni anakuchukua? Kwani usipokuwa na yeye utaishi? Kwani usipokuwa na yeye utakuwa na pumzi ya kupumua? Kwa hivyo Mungu akisa kuona kuwa mtu wa kutii. Wengi tunaangamia kwa sababu hatutii. Na usipende mtu sana. Wacha nikuhakikishie leo, usipende mwanadamu sana, kwa sababu atakuangusha. Wale unaopenda sana ndio watakuwa wasaliti wa mwisho. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kaa macho, ukijua kwamba unatoka wapi unaelekea wapi. Wakati wanaosukuma kisa kwako, inawarudia wenyewe. Yale wanaonena maovu juu yake, inarudi na inawachoma. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tuone tunatoka wapi tunaelekea wapi. Tusije tukasalitiwa tuseme ya kwamba hatukujua. Na ili hali tuko katika neno. Wale walio katika neno ni werevu. Wanakutazama na wakuangalia yale yote unaongea. Mtu ako na neno aroboki haraka haraka. Anaenda pole pole akichunguza ni nini iliyo mbele yake. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Herode alipoona ya kuwa ameadikiwa na wale mamachuzi, alighadhabika sana. Kwa hivyo hakufurahia. Kwa sababu mipango yake haikufaulu. Akatuma watu akawaua watoto wote wa kiume walipokuwako huku Betlehemu na vinkani vyake vyote kuanzia wenye miaka 2 chini yake, kwa muda ule uliohakikisha kwa wale mamachuzi. Bwana Yesu apewe sifa. Ile muda waliopewa mamachuzi, maandiko ya kwamba hawakupeleka uchumbe kwa mfalme Herode. Walienda njia ya sawa, kwa sababu Mungu mwenyewe alitoka akawaonekania kwa ndoto na akawaonya. Ndipo kuwa nimesema hapo mwanzoni, ukionywa na roho kwa mtu wa kutii, wacha kusifanya mkaidi. Kwa sababu ukijifanya mkaidi utaenda mbele, wakati umegonga ukuta ndio nasema ningechua ningefanya, itakuwa rage. Kwa hivyo kuwa mtu mnyenyekevu ni Mungu wa kutii. Kwa mtu mnyenyekevu na mtu wa kutii. Kaa katika neno, ndio neno ifufue wokovu wako. Uwe mtu wa kutii, hakuna jambo litakutokea mbovu. Bwana Yesu apewe sifa. Na kuwa na huruma kiasi. Lakini ukuwe na huruma wa roho, sio huruma wa kumaliza. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yaniambia kwamba aliambiwa wale wote watoto walio miaka chini ya miaka 2 wauawe, ndio yule Yesu Kristo apatikane mahali pale. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ndio ile shule mchome, ndio mtoto wa mama Mahindi apatikane mahali pale yaku wale wao waliopanga maovu. Kwa sababu Mungu alikuwa anajua atasoma aende mpaka ng'ambo, amalize na baadaye akuja kuwa kiongozi kwa watu wake.
Lakini wakati Shetani amegundua nyota ya huyo mtoto, anataka, unajua Shetani anagundua haraka sana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Mimi nakumbuka wakati nilitoa mtoto Buruburu, ile domu yake ilikuwa targeted. Na wale waliofanya mikutano ya giza mahali pale wanajulikana ni gani. Walikuwa wanajifanya marafiki, lakini marafiki wa giza. Tangulia ile romu, lakini wale wao walimpata mahali pale. Kwa hivyo wale wengine waliokolewa kwa ajili ya maombi tuliomba. Ile shule ikawa na amani, hakuna mtoto alichomekea mahali pale. Kwa hivyo sisi tukae katika maombi na neno. Mtoto akilala ananiambia, naona mama fulani anakuja ananipiga vita na nyonyo. Ngamwambia, labda ni chokes, mnachoki na yeye. Ananiambia, mama, hii maono nimepewa sana. Hii ni chokes siaje. Sasa utamuelezea nini? Ikiwa ni wewe unajifanya rafiki, unampiga vita na anakuona anacheka, sio wote wanaocheka ni marafiki wako. Adui unajiandaa. Rafiki uwezi ukajiandaa. Utaona tu ni rafiki. Enda kule ndani, uniletee ile kisu nimeweka huko. Huko umemwandalia kwenda kukutendea maovu. Wewe unajua ni rafiki? Rafiki ndio adui wa sasa. Wao unachua kila mwanya unaingia. Kwa hivyo tusimama katika maombi. Kwa kila jambo tumwangalie huyu Yesu Kristo. Wakati ya kwamba mfalme Herode aliona hakufaulu kumwangamiza huyu Yesu Kristo, alipanga plan B. Chunga sana usije ukapangiwa plan B. Kuwa mwerevu. Kwa sababu wote waliokoka ni werevu. Lakini Mungu yaani Mungu wetu akitaka yatimike, yataonekana, lakini utadhulumiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo wale mamachusi hawakufaulu kupeleka uchumbe kule. Kwa sababu yeye Mungu alipomuumba aliwarudisha waende katika nchi nyingine na wakati. Kwa hivyo tuwe watu wa kutii katika kila jambo. Tuone yale Bwana Yesu Kristo anataka na yale hataki. Kama sio kutii, kwa wale wanawake walienda kumsalimia Yesu Kristo wakati wa kuzaliwa, hatungepata Yesu Kristo. Wamama tuko haraka kuokoka na tuko haraka kuanguka. Kwa nini? Tuko haraka kuokoka, tuko haraka kuleta waume kwa kanisa, na tuko haraka kuwatoa nje. Tafakari hayo na muombe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa kielelezo kilio chema, kwa karamu inaweza kuandikisha vyema, kwa barua inaweza kusomeka kwa watu wote. Usinyenyekee ukiwa kanisani, lakini ukiwa mahali unakaa wewe ni noisemaker. Mpaka watu wanasema huyu ataama nini, ama sisi tuame tumwajie plot. Wanasemanga hivyo. Amutaongea sasa, mnyamaza kimya. Kwa hivyo ni kukaa ya kwamba hatutakaa tena. Plan B wakati alipoingia kwa Yesu Kristo ikufaulu. Bwana Yesu apewe sifa. Alisema wao wote au jua kwamba Yusufu ametorokea wapi? Misri. Bwana Yesu apewe sifa. Ndipo ilipotimia neno lilo neno na nabii Yeremia akisema, sauti ilisikiwa Rama, kilio na maombolezo mengi. Raeli akiwalilia watoto wake, akisikubali kufarijiwa kwa kuwa hawapo tena. Kilio kilitokea wapi? Kwa sababu watoto wote walikuwa wamewekwa wauawe. Aliomba wao watoto, Mungu akaonekana akiwa Mungu akawafariji. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo kilio wakati wa uwachu wa wanyama, adidibosa Yesu Kristo apatikane mahali pale. Plan B ikufaulu. Plan B mpendwa itaweza kufaulu kwake wakati utakuwa nini? Mtu wa kuomba. Plan B iweze kufaulu kwako wakati utajificha kwa Yesu Kristo. Lakini ukifanya ya kwamba wewe unajua, plan B itakuangamiza.
Walipopanga plan B, hakukutana yule Yesu Kristo katika ile plan B. Alifikiri ako mahali pale, kumbe alitoe. Kuwa mwaminifu katika njia za Yesu Kristo. Kuwa mwaminifu kwa ajili ya kumuomba na kumtolea, kwa sababu atakukinga na maovu. Bwana Yesu apewe sifa. Yeye atakukinga na maovu. Bwana Yesu Kristo akisimama akisema usimama na hili kanisa, wewe simama vile anamanena. Usisema ni kusimama tu. Kwa sababu Samueli wakati alisimama na wana wa Israeli, aliwatolea. Uchue kusimama kwako sio kusimama tu. Ni katika kujitolea na kutenda yaliyo haki mbele ya macho ya Bwana. Samueli alipolia sana kulilia wana wa Israeli, haikufaulu mpaka alipanda kule Mishba akawatolea sadaka ya hatia na kuteketeza. Na kuna maombi unaweza kuomba isikufike. Ileta mfaragano katika nyumba yako, one kama Mungu amekuacha. Ileta vita mahali huko, one ya kwamba maombi ombewe sawa, lakini ni wewe uchachukua hatua yenye Samueli alichukua. Kufaulu sio rahisi. Mtu anaona ukifaulu unaona ni kawaida, lakini wacha nikwambia sio kawaida. Kuna wale wa meraro wakikosa wakikuombea. Asante ya punda ni nini? Ni kwa nini? Bwana Yesu apewe sifa. Lakini wewe unarara, hata sengine unasahau kuomba na mnaombea kwa kitanda, lakini unaamuka ukiwa mzima. Bwana Yesu apewe sifa. Unaona ni kawaida. Kilio kilitokea wapi Rami? Kikililia nini? Wale watoto waliotekwa nyara wawe kwa ajili ya Yesu Kristo apatikane mahali pale. Lakini Mungu akiwa Mungu, yule waka hawezi akamwachilia. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ni wakati wa kutafuta Yesu Kristo ya kwamba utamtafuta tena. Ni wakati wa kuomba, wa kumwambia Bwana. Yule mzee wakati mtoto wake alianguka, akasirai. Mama akapiga nduru, wakaacha mtoto mahali pale, lakini kwa chini mzee alikuwa na ujasiri. Yeye alisimama akamuita Bwana. Akamwambia kweli nimeona huyu mtoto anaenda kwa macho yangu, lakini kwa macho yako najua chaenda. Utakapomfufua mahali pale nitakujengea kanisa. Nani anaweza kupigana na huyo mtoto? Kiwa kanisa ilijengwa kwa ajili ya jina lako, nani anaweza kupigana naye? Kuna mtoto unaweza kupigana naye uangamie. Kuna mtoto unaweza kupigana naye mahali hapa upoteze fahamu, uchanganyikiwe maisha yako yote, ukuwe mchinga uone akinuliwa. Amen. Kuna mtoto unaweza kupiga vita hapa irudi katika nyumba yako. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ujue jinsi vile Mungu aliyenena na mzazi wake akamweka. Wewe unaona njia zako zinaenda, lakini hazina mwisho. Bwana Yesu apewe sifa. Mzee akasema kweli mimi nimeona huyu mtoto ameenda kwa macho yangu, lakini katika macho yako najua chasimia. Baba nitendee, atakubamuka na kutembea, nitakuchengea hekalu. Yale yote tulio nao ni mali ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua mwanadamu ni mwanadamu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Jana kuna pesa nilikuwa natuma mahali fulani mingi sana, lakini yakaenda yote na biashara. Bwana Yesu apewe sifa. Nakumbuka asubuhi niliambiwa kuna kisani imetumwa inayokutamana. Sasa niwaambie vile unamwabudu Bwana. Simwabudu Bwana ukitoka katika masengenyo, vitina, fikira mbaya. Nikaambia wakati ilienda, sijui vile niligusa kaenda. Nikakumbuka kuna neno Mungu aliponena nami wakati niliomba asubuhi. Nikapiga makoti hapo kabla sijaongea. Bwana Yesu apewe sifa. Nikaambia Mungu ujue kwamba mahali nilipokuwa natuma chakula ni mtu aliye na shida. Sitatuma mtu aliye na shida na kile ulionibariki nao aende na hiyo. Kwa nikosa Baba, naomba msamaha. Na kuomba Baba na kuachilia ushughulike.
Nikapigia huyo dada simu, akamwambia unajua kuna pesa zimekuja mingi sana hazikuwa sababu. Akamwambia usichali ni mimi. Uchue ziko nyumbani. Unajua mtu ananiambia ziko nyumbani zimujui. Kaniambia lakini ungefanya hivi. Ungejirudisha. Nikamwambia kama unaniambia kuko nyumbani. Kijana akaniambia bana mama rudisha. Haleluya. Tukarudisha, tukaambia iko na processiwa. Na kumbe yura ameongea na watu wa Safaricom. Wacha nikwambie vile Mungu anafanya kazi. Ngambia Mungu nashukuru kwa sababu hii ndio lipeana na mimi nilikuwa napeana kwa mtu achiwezi na nilikuwa nalipa chakula kadhaa. Naomba usugulike na hii balance ipate kurudi. Kwa Mungu asubuhi nimepata zote zimerudishwa. Unaambia Mungu asugulike. Sio wewe usugulike. Yule ameleta mfurutana hawataki kurespond. Namwambia sasa baba wewe sugulika. Kwa sababu usiposugulika sitapea mwingine usaidizi nikiona ako na njaa. Kwa sababu hujasugulika. Lakini namshukuru Bwana. Kwa hivyo kuna chambo tunafanya Mungu achitirize. Kuna chambo inaweza kuja kwako kwa ajili ya kukupatia imani katika maombi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Mvua ikakuja ghafla ikiwa chakula imechakwa nje. Tukaita Bwana tukamwambia sasa ulisema tutakubariki na chakula. Ukose mahali unaweka. Na vile tunashukuru kwa sababu ni mvua ni ya baraka. Kuna wala hawana mvua lakini siopewe time na hii baraka isije karibike. Na wengine wabarikiwe. Tupigie Kristo makofi. Mungu ukuja haraka na uchibu. Yeye akuja harakisi wala kuchelewa. Kuna chamba anaweza kuachilia. Aliambia Shetani usiguse roho yake, usa mwili wa Ayubu. Kwa hiyo si ati ukiokoka utakuwa mastarehe. Kubali kucharibiwa kwa sababu umeandaliwa kitu fulani huko mbele. Na ukiona saa ile vita inakuwa mingi, ndio Mungu anaonekana. Kwa hivyo wale wana give up, nawaambia msije mkwao na watu wa kuamua, wacha uamuzi wako itoke kwa Bwana. Mwambie Bwana najua yote umenitendea. Ni kwa chini na neema na mapenzi yako. Nataka utendee hata wale wana wapate kufaulu. Ndugu mmoja akasema nimefurahia. Mheshimiwa umenichengea. Na vile na siku hiyo umenichengea. Na kuna wale walio na shida kuliko na mimi wakumbuke. Bwana Yesu apewe sifa. Nikiona jamaa siku hizi amemetameta. Alikumbuka wala hawana. Wewe si chue ungeshukuru umwambie asante iname mbele yako usahau. Usahau kama kuna watu wanaopitia hiyo shida. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hiyo usikumie mwenzako giza. Chua giza itakurudia. Si maandiko yanatuambia? Ukinena kwa mwenzao mafofu itarudi ndo ndani yako ikuchome. Kwa hivyo enda pole pole. Usichimbe simo, ingie pamoja na yeye. Imani huokoa na tunaenda katika mishingi ya utakatifu. Na tunaenda katika njia ya kumwamini huyu Yesu Kristo. Muamini leo, kesho hata milele. Wacha kuyumba yumba, wacha kumpapasa. Wacha kumwamini kwa ajili unataka plan B. Muamini ya kwamba utamwamini tena. Bwana Yesu apewe sifa. Wacha kuteta. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa ile unaona na viviwa, yeye Yesu Kristo atatuma malaika mwenye kukupatia nguvu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo yeye ukucha wakati ufaro. Maombolezi mengi yalitokea kule wapi? Rama. Raheli akamulilia watoto wake wote. Nani amerilia nchi yetu ya Kenya? Vile masule yamechomeka. Unalilia. Wacha kusema ya wako wa mahali anakaa, anasoma hakuna shida. Uwezi ukachua plan B ya Shetani ataenda wapi tena? Uwezi ukachua Shetani amepanga nini? Bwana Yesu apewe sifa. Niliambia mmoja inafaa tuombe mpaka mwisho. Akaniambia mambo ya kuchomeka sura iliisha. Ningamwambia hiyo uliyosema ni ukweli.
Elisha kupitia katika imani na maombi. Lakini hatutaacha kuomba kwa sababu Elisha. Hatutaacha Shetani atawale au watoto wetu kutenda maovu ndio wapate laana. Kwa sababu kuchoma sule ukupali usikubalia na mimi lazima uruka akili. Mwisho utarukwa na akili. Kuna mmoja niliona alichoma akiwa baada ya chao ameoa watoto wamemaliza shule. Alirukwa na akili akaenda kujinyonga kwa dada yake. Akatoka kama 20 kilometers akaenda kujinyongea kwa zamba. Kwa hivyo unayochoma shule unajua ya kuwa machiandaa kulikuwa na akili. Sijui ni nani utapata kuombea sana. Lakini atakuombea acha na wengine wamelala chini wamechomeka, wamekuwa makaa. Kama mimi siwezi nikaomba maombi kama hiyo. Ungekuja mapema nikuombee. Jiepukane na kuchoma shule. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Jisikie ile pain utakuwa nayo. Ndio yule amepoteza mtoto anakuwa na pain. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo usione ni haki yeye kuachiliwa na yule nayo atafufuka lini. Wacha hofu eto hofu. Ndio sote tukue na nini? Na machifunzo tujifunze. Ujifunze kukaa na mtoto mwingine, ujifunze kukaa na mama mwingine, ujifunze kukaa na baba mwingine, kujifunza kukaa na jirani yako. Nini anakutema aende kutenda maovu umkasirize Mungu wako? Ebukana nayo. Kiwa ni kikundi, kiwa ni grupu mbaya, kiwa na hasira, ambia Bwana mimi sitaki hasira. Nataka kutembea pamoja nawe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo utaomba ukatae. Ukatae hasira, ukatae grupu mbaya. Pia zaidi hapo na laana za ukoo kana zinakuandamana. Usikatae. Bwana Yesu apewe sifa. Unasimama katika Kristo. Mimi naona katika familia yetu the majority walikuwa wahubiri na manabii. Lakini walipaka straight. Lakini hiyo roho nasema mimi iweze kanikuta. Kwa sababu kuzali kwangu nilizaliwa siku tofauti na hao. Mimi msingi wangu naambia Mungu sitaki roho ya backslide. Hiyo spirit waliache ikafuata wenyewe. Lakini mimi nisimama katika neno mpaka mwisho. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo lazima ukatae laana za ukoo. Ndio Bwana Yesu Kristo akukomboe na kuikataa lazima uitolee ndio pate kuhama kutoka kwako. Kiwa kulikuwa na pepo ya usharati ukatae. Kiwa kulikuwa na pepo ya kuua ukatae. Kiwa wengi walikuwa wanakufa na ukimwi ukatae. Kiwa familia walikuwa wanakufa na kansa ukatae. Kiwa wengi walikuwa wanakufa na stroke ukatae. Kiwa wengi walikuwa wanakufa na kansa useme mimi kansa iwezi kanimeza kwa sababu Yesu Kristo alinimeza. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tunaona kwamba wakati Yusufu alipomaliza kule akasikia mfalme Herode alikuwa nini amekufa. Tunaona Yusufu alirudi kule kutoka Misri. Herode alipofariki, tazama malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto huko Misri. Alimtokea nini? Lakini sio ndoto unaongea mengi mchana unakuja unatokea unasema niliota hivi. Hapana. Ndoto ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia kwamba alimtokea Yusufu katika ndoto kule wapi? Huko Misri. Akasema inuka, mchukue mtoto na mamaye, usike njia kwenda nchi ya Israeli. Yusufu alitoka wapi? Israeli. Na huyu mfalme Herode alikuwa anatawala wapi? Misri. Herode alikuwa ametawala wapi? Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia akasema inuka umchukue mtoto na mamaye usike njia kwenda nchi ya Israeli. Kwa maana wamekufa walioitafuta roho ya mtoto. Kwa hivyo alikuwa mfalme wapi? Israeli. Waliokuwa wanatafuta nini? Roho ya mtoto wamekufa. Bwana Yesu apewe sifa. Rudi mahali pale. Waliokutafuta ukuangamiza wameenda.
kuwa na ujasiri, kuwa na uhuru kwa ajili ya kumtumikia Bwana. Waliokiteka usiku urali, Mungu ameshawaondoa. Kwa hivyo ukae na amani katika nyumba yako. Mungu aondoa umaskini, ndiye akaleta faraja katika nyumba yake ikuwe inakuwa. Na wewe mtumikie Bwana katika roho yake na kweli. Sio ufaulu uende ukamwasi na ukamsahau. Sio ufaulu kile unayopata upeleke kwa wachawi na waganga kujikinga. Jua ya kwamba Yesu Kristo ndio kikinga aliye mwema. Akaambiwa rudi kule Israeli, kwa sababu waliomtafuta roho ya mtoto wamefanya nini? Akainuka akamchukua mtoto na mamaye, akaenda katika nchi ya Israeli. Lakini alipofika ya kwamba Elikerao, maandiko yatuambia, lakini aliposikia ya kwamba Elikerao anatawala huko Yudea mahali pa Herodia babaye, aliogopa kwenda huko. Naye akisha kuonywa katika ndoto, Bwana Yesu akaenda pande za Galilaya. Akisaonywa na nani? Na Mungu. Alipokuwa njiani kurudi mahali pale, maandiko yatuambia kwamba alisikia ya kwamba mtoto wa Herodia ndiye anatawala mahali pa. Akawa na uoga, lakini Mungu alimpatia mwelekeo. Akaangalia njiani ya Galilaya. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio nasema mkikaa na adui kaa na hekima. Wacha kuropoka mengi kwake. Mdomo ndio nakuuza. Kitu kibaya kwa mwanadamu Mkristo ni mdomo. Ukichunga mdomo wako na ulimi wako uweze ukaangamia. Kwa hivyo unaona kwamba unapatia Shetani njia yako. Ndiye anakuchunguza unakaa wapi, unaenda wapi. Wacha kumpatia siri zako. Ndio wengi hawakui success kwa sababu wanaroboka mambo plani zao halia. Unasema ni rafiki na mbia, kumbe ni rafiki adui. Atafurahia akisikia wewe unaruka angani. Hawezi akafurahia, atayema mara 3, lakini katika hali ya imani na maombi atavivia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wakati aliposikia kwamba kijana yule Herodia anatawala mahali pale, alisikuwa na uoga. Uoga wa mwanadamu iko. Alisiko na uoga, lakini kumbuka alikuwa na imani. Ndio kwa sababu Mungu alimuonekania tena akamwambia enda Galilaya, ukaishi mahali pale na mtoto wako. Alisaliwa wapi? Yesu Kristo alisaliwa wapi? Akalelewa wapi? Wanafunzi tuko. Wanafunzi, Yesu Kristo alizaliwa wapi? Akalelewa wapi? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Maandiko yatuambia alielekea katika nchi ya Galilaya, akaenda akakaa katika mji uitwayo Nazareti. Alizaliwa wapi? Akalelewa wapi? Galilaya, akaingia katika ile kijiji kidogo inaitwa Nazareti. Ndio Yesu Kristo akaama katika nyumba yake. Kule kwao akapelekwa nchi nyingine, akalelewa katika hiyo kijiji. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe angalia kando na nyuma na mbele, uone unatoka wapi unaelekea wapi. Palipo pa baraka ni mahali wewe umejiamulia kukaa. Unaweza kuwa utakwama katika ile samba ya babaka alipewa, kumbe iliua watu wengi. Ilifanya nini? Utaongojea baraka ukose kupata baraka. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wacha Yesu Kristo akuwe na uamuzi katika roho na katika upendo wake na ukweli. Yesu Kristo alizaliwa kule alipozaliwa Bethlehem, akalelewa kule Nazareti. Ndipo mahali pale alienda akatulia. Na mahali papa babake akamtambua kuwa mtu mteule. Kule ndiye alioshwa, akasafishwa na Mungu mwenyewe, akawa ameitanishwa na sisi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kukuasi na kutenda yaliyo maovu ni kumsulubisha Yesu tena. Yale mateso aliyopitia, magumu aliyopitia, wakati aliyosaliwa, wale wafalme hawakufurahia na yeye, walimtafuta wamuue,
Kuna yule anayotafuta roho yake lakini hataipata. Kaa kwa Yesu Kristo. Hataipata, kaa kwa Yesu Kristo. Wanaweza kukufa mamilioni wakiwa katika ndege, lakini wewe upaki ukiwa hai. Ati walikufa wewe ukabaki, iko hivyo. Kwa sababu mipango ya Mungu sio mipango ya mwanadamu. Yale Mungu anayokupangia kuna mwanadamu anaweza kutingizika. Kwa hivyo haya yote inatendeka kwa yule aliye na imani. Sio mtu hivi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Wakati tulihamia mji wa Machakos, wakati tulihamia katika hapo, tuliambia hapa watu wanasambuliwa na uwawa. Wanasambuliwa wanafanya nini? Wananacheziwa na wanauawa. Bwana Yesu apewe sifa. Vitize katokea, leta askari mkubwa. Unajua Shetani akitaka kukuinda hata angalia askari, hata askari atakuwa derira kwako. Bwana Yesu apewe sifa. Mawaida kawa mingi, lakini mimi nashukuru sana. Tulisimama katika maombi. Tulisimama katika maombi. Hiyo sasa mambo ikaenda, uwezi ukaisikia. Kwa kila wiki mahali pale walikuwa wanasika mtu na kansa. Kwa hivyo mkiona hivi vitu kama kansa, magonjwa sio ya kawaida. Ile ni Shetani anapanda kwa watu. Kwa hivyo utasimama katika imani, na hiyo kupanda Shetani ameanza kupanda magonjwa iwaondokee. Tusimame katika neno. Tumutemelee Mungu, tumwambie kwamba katika nchi yetu ya Kenya tumekataa mulisahau. Tumekataa kansa. Watu wetu wakuwa kana na kansa. Tunakataa watu wetu wakuwa na HIV. Tunataka babo tusimamishe katika neno. Kuna jambo linakuja kwa ajili ya kuwa funzo kwa watu wote. Ili uone unatoka wapi unaelekea wapi. Usije ukawa pubu katika hii safari. Katika hii safari inaitisa watu werefu na watu wenye imani. Ukuwe na imani, ukuwe mwerefu katika kile unaotarajia mbele yako. Ndio Bwana ukutenga na maovu. Kila wiki wewe unasema kila wiki mtu tunamshika na kansa. Wakaniambia hapa ni hatari. Na hapa tunachangia watu wanakufa. Na walio hospitali atuchangii maharusi. Atuchangii watoto wanasoma. Unaonaje? Atuchangii maharusi, atuchangii watoto, lakini kifo wanachanga. Kwa sababu hapo ndio Shetani ameweka makao yake. Maombi tuliomba, tukasema ya kwamba tumeamuru Mungu usimamize. Kama kuna mama alikufa, nilikuwa nampenda sana. Unamuona jioni anakimbizwa hospitali ati amekufa na kansa. Nao kuwa serious, au kuwa na kansa. Kupime ni nini? Ni kansa. Unaonaje sasa? Kila mmoja akipelekwa hospitali atapatikana na ugonjwa. Ni uongo? Kila mmoja. Kwa hivyo ukisikia bovu ya kichwa ikatae. Ambia Bwana uchithirishe utuponye. Mungu atakuponya, umfanyie nini? Endelea kukaa katika fitina. Endelea kuwa Delila. Atakufanya ukue nani? Atakufanya ukue Judas. Wacha Mungu akufanye ukue mfuasi wa ukweli. Unamwambia Baba, niponya hii mwili wangu. Unipatie afya na nguvu kwa ajili ya kutumikia. Ni jinsi gani unaotumikia huyo Mungu wako? Ikiwa kila wakati ni vitina, usikia kilele ya jirani ungesema hata wangeachana, ukana amani. Bwana Yesu apewe sifa. Ungiona mtoto ameenda hivyo ungesema hao watoto wangepotea kabisa, wako na amani. Bwana Yesu apewe sifa. Ukipanda marewe uweze ukavuna ngano. Bwana Yesu. Unajua siku hizi tunaona ya kwamba wanadamu hawajali. Yaani wamegusa mpaka roho ya Mungu. Yaani mtu unapata anakemea hata mchana asunguka akufe. Anakomea hata wachane. Mtu unapata anakemea hata yatima wapotee. Unagusa roho ya Mungu. Hiyo ndiye itakumaliza. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ndiye itakumaliza, ukubaliane nami wala raha. Azi unakemea ati yakuwe chokora, wewe uishi na amani na wako. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hiyo Shetani akiingia kwa wanadamu apembelezi.
kwa sababu anachua siku zake zimeisha. Anakuharakisha ufanye kitu ndio furahie, lakini utafurahi na kile umegusa roho ya Mungu. Kwa hivyo usicho ukaguse roho ya Mungu useme umerowa. Bwana Yesu apewe sifa. Usicho ukaguse. Wakati huyo ndugu ya Habili, Kaini, aliona wivu, alimuua. Lakini ukumbuka ya kwamba hakupata amani. Kwa hivyo wivu, ukiwa na wivu uweze ukapata amani. Kiona jirani yako ameinuliwa, uradi usiku mzima. Unafanya chenye unaofanya, unaamuka asubuhi na mngongea. Uko salama. Ile si ukaaje. Kumbe ulikuwa unatarajia maovu kwake. Ukitaka utendewa mazuri, na wewe tenda mema. Bwana Yesu apewe sifa. Ukiwakisia mwingine moto utafanya nini? Utakuchoma. Ukichimba simo, uchimba kiasi. Uchimbe uleta tupime futi. Kwa sababu unaweza kuingia wewe mwenyewe. Mambo yaliyo katika Biblia ni mambo yaliyo kamilifu na takatifu. Mungu wetu huwezi ukamfananisha na Mungu mwingine. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo katika hayo yote, ili ilitimia neno lilo neno na manabii. Hiyo neno na manabii, ataitwa Mnazareti. Yesu Kristo ataitwa nani? Alipewa jina litakatifu. Hiyo ni neno iliyo neno na manabii. Ati yeye ataitwa Mnazareti. Sasa akisaitwa hivyo, yeye ndiye atakomboa hii. Inaweza kuwa kuna yule ametuma mahali yako akukomboe, lakini hukumkaribisha na njia iliyo nzuri. Ulimdharau, ukaongea mambo maovu juu yako, kuna wakati utamuitisa, utamuona karibu. Kwa sababu kuna wengi wanahitaji kufanya nini? Pia kukombolewa, pia kusaidiwa. Mungu atamtuma mbali. Wakati aliyemweka karibu na wewe, ukufanya yaliyo haki na mema, ulimdhuru, ulimdhulumu. Kwa hivyo Mungu yeye atasongeza. Yesu Kristo aliitwa kuwa Mnazareti kwa sababu alikuwa amefunikwa na babake. Na wingu takatifu kutoka juu mbinguni ilikuwa pamoja naye. Na malaika watakatifu ndio walikuwa wanamchunga. Na pia yeye alikuwa anamwombea. Wewe nani anakuombea? Bwana Yesu apewe sifa. Tusema nani anayokuombea ukiwa umesimama katika mahali huko? Kufaulu kwako sio umechiweza. Kufaulu kwako ni neema ya Bwana. Lakini ukumbuke ni nani anayokuombea mpaka umesimama. Bwana Yesu apewe sifa. Waliomtafuta Yesu Kristo wamwangamize, hawakumpata. Na wewe simama katika neno. Wanaokutafuta wamalize nyota yako, wamalize nyumba yako, hawatakuona ukiwa unasimama katika neno. Mungu atakuinua kwa kila wakati, atakufungulia njia zako zote, kwa sababu fadhili za Bwana ni za milele. Mungu wetu apungukiwe na imani, ili mwanadamu ndiye anaopungukiwa na imani. Ambia Bwana, nasikia niko down, naomba unichase katika nguvu na imani. Ili katika hii safari inatakikana mwenye imani, sio mwenye babasa. Tuebukane na vikundi yasiyomfurahisha Bwana. Tumuridie Bwana na tuheshimu madhabahu. Tuheshimu wapi? Tuheshimu wapi? Haleluya. Ni wangapi wanasema tuheshimu madhabahu? Tupigie makofi. Mpaka wale niliona katika madhabahu wakifanya kinyume. Roho wa Bwana akai hapa. Roho wa Bwana akai hapa. Roho wa Bwana anakaa wapi? Kwa hiyo wale wanaochafua madhabahu, ujue ya kwamba ni hekalu ya Bwana. Anaotangalia kushuka ndiye hata wewe ukombolewe. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna chambo ndugu Tom Egadu alisema, watumishi wa Bwana wapewe kazi rahisi. Ni kazi gani alikuwa anamaanisha rahisi? Wakati wanapoonekana wakiombea umati ikuwe rahisi. Sio wanaendelea kutafuta njia kufunguliza aliyefungwa. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua kila mtu ameitwa na wito wake. Na kila mtu ako na neema yake. Nitakuita leo nikuambie kuja usimame ongea, utaongea.
Ndio kwa sababu uliona wakati anaendelea kufundisha, checking ilikuwa juu yake ya kumtia nguvu na imani ndani yake. Hebu wewe kuja usimama hapo ongea. Kwa sababu Roho ndio wa kufungua na kubariki. Akinena amenena katika utakatifu na njia zake. Kuna wale waliona utainuka, lakini wacho inuke katika jina la Yesu. Unajua kuna wale walisema utainuka utasomeza, lakini wacho utasomeza katika jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati Yesu Kristo alikuwa anatembea, aliona walio wake na usio wake, lakini alitimiza upendo. Wacha nikuambia siku hizi ndio utatimiza upendo. Lakini uchunge, usikue mkaindi sana ikumalize. Alipoingia katika hekalu, alipata imekuwa soko. Alifurahisha nao, aliwakemea, akachawachaba, akatolewa nje. Mnaonaje? Tukiita Roho wa Bwana asuke aanza kufanya kazi yake, nani atarumiwa? Kwa hivyo kimbilio, wacha tuweke akwe Yesu Kristo. Wewe kaa katika imani na ukae katika neno, usikae katika maneno, kwa sababu maneno ya mwanadamu itakupoteza. Bwana Yesu apewe sifa. Usicheke mwenzako, kwa sababu kesho utafanya nini? Kwa hivyo kila chambo ukucha wakati ufaro. Tuchioji tuchuzane, tunatoka wapi tunaelekea wapi? Katika maisha yetu tunaya upendo. Tukiona una mtoto akinuliwa tunafurahia, ama tunaomboleza usiku mchana. Bwana Yesu apewe sifa. Mahali hapa ni mahali patakatifu kwa Mungu. Roho akisuka kufanya kazi yake, malaika anashughulika juu yako. Bwana Yesu apewe sifa. Malaika ufanye nini? Ushughulika na wewe, ukufungia kupitia madhabahu. Lakini unaonaje ukija kitabika juu ya madhabahu? Ukisema ya kwamba yote, wewe ni mwanadamu. Na wewe ni mwanadamu, na kuna kukufunga kwako akuweze kuzuia baraka mbele. Kwa hivyo tuombe ya kwamba hatutaomba, tuwe na roho ya maombi yaliyo mazito ya kusema katika neno. Bwana Yesu apewe sifa. Huyo Yusufu ndio baba yake yule aliyezaliwa kule Bethlehem. Lakini kwa ajili ya imani na upendo, yeye wakumkubali hata ikiwa akuzaliwa katika kimwili. Kuna yule alizaliwa kutoka juu mbinguni, mahali hapa tumfanyia zare. Hakuna. Kati uliozaliwa ujue kitabu nani alikata yako na alipeleka wapi. Kwa hivyo mpendo, lazima ukuwe mtu wa kutubu na kurudia roho yako na nyumba yako. Bwana awabariki. Kwa majina ni Moses Silvans na niko na shairi. Natambua mwalimu kwa kudumisha heshima kwa wazazi na walimu, na wengine sitapima. Tabia nzuri zidumu moyoni mwangu daima, na wajibika milele maadili ya wetila. Asanteni. Immanueli amenitendea, 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 amenitendea. Nani Immanueli amenitendea, nani Immanueli amenitendea. He has done for me, he has done for me, he has done for me, he has done for me. My Savior, he has done for me, my Savior, he has done for me. Thank majina yote madhurini yake Jehova muumbaji wangu, nikupe jina gani heri wangu. Kwa majina ni Vanessa na niko na wimbo.
Nitaimba haleluya asubuhi, nitaimba haleluya mchana, nitaimba haleluya jioni, haleluya na hata usiku. Nitaimba haleluya asubuhi, nitaimba haleluya mchana, haleluya na hata usiku. My name is Jafeth Mbongi and I have a song. Dunia ndugu sio kwetu, tuwe safiri wapitaji, japo mateso yatusonga, tujipe moyo tutashinda, tujipe moyo tutashinda. Mateso yatakoma, Mwokozi arudipo, tutaimba katika nchi amani, katika nchi ya amani. Mateso yatakoma, Mwokozi arudipo, tutaimba ona katika nchi ya amani. Thank you and welcome. My name is Hope Evans from Nabii Powerful Christian Church and I have a song. Yona mtu wa Mungu alitumwa Nineve akahubirie watu wake watupu dhambi zao wamrudie Mungu. Yona kakimbia Tarashishi. Yona mtu wa Mungu alitumwa Nineve akahubirie watu wake watupe dhambi zao wamrudie Mungu. Yona kakimbia Tarashishi. Walimshika Yona wakamrusha nje ndani ya maji ya baharini. Yona kamezwa na samaki muda wa siku 3 akiwa tumboni mwa samaki. Walimshika Yona wakamrusha nje ndani ya maji ya baharini. Yona kamezwa na samaki muda wa siku 3 akiwa tumboni mwa samaki. Yona alipokuwa tumboni mwa samaki alimlilia Mungu wake. Mungu akamsamea makosa yake yote, ndipo samaki ikamtapika. Yona alipokuwa tumboni mwa samaki alimlilia Mungu wake. Yona kamezwa na samaki muda wa siku 3 akiwa tumboni mwa samaki. Yona walimshika Yona wakamrusha nje ndani ya maji ya baharini. Yona kamezwa na samaki muda wa siku 3 akiwa tumboni mwa samaki. Thank you and welcome. My name is Regan and I have a song. Watumishi wake Baba wandani waliomo wanakula na kusaka chakula chake Baba, nami natapika hapa nashiriki na nguruwe chakula kisichofaa. Yani pasta nirudi, nitarudi na kusema Baba, Baba yangu nisamehe, nimekosa mbele zako na mbele zake Baba. Barikiwe. Naitwa Mdara na niko na wimbo. Shika imani ya Mungu ya Sabato tunashika, itetee jina la Mungu ya Sabato tunashika, nguvu zake na shika imani ya Sabato.
litetee jina la Mungu. Sabato shika nyimbo zake shika imani yangu. Sabato litetee jina la Mungu. Sabato shika nyimbo zake imani ya Mungu. Sabato shika litetee jina la Mungu. My name is Blessing Wasawe. I have a song. Read our Bible, pray every day. Pray every day. Read our Bible, pray every day. If you want to grow, if you want to grow, read our Bible, pray every day. Pray every day. Pray every day. Read our Bible, pray every day. If you want to grow, if you want to grow, read our Bible, pray every day. Pray every day. Pray every day. If you want to grow. I'm Nomi and I have a song. Ombi langu Bwana lifike kwako, lije kwa njia zangu ni nyembamba. Nitembee nawe Yesu Mwokozi wangu, dhoruba zikija nitazishinda. Ombi langu Bwana lifike kwako, lije kwa njia zangu ni nyembamba. Nitembee na Yesu Mwokozi wangu, dhoruba zikija nitazishinda. Mtakatifu Mungu Mwenyezi, afasiri zako zote